kwanza wa mwaka kwenu, semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana-kondoo kwa watu wa nyumba moja. 4. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana-kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni, na watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mula. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Musile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeogwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama yake za ndani. Wala musizaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakacho salia hata asubuhi mutakichoma kwa moto. Tena mula hivi, mutakuwa mmefungwa viuno vyenu, mumevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamula kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wanyama na mnyama. Mimi nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Bwana abariki maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Pasaka, jinsi vile tumesoma, tunaona ya kwamba kule Misri wana wa Israeli waliweza kuchinja kondoo ili wafanye nini? Wapake kwa milango yao. Yule malaika wa kifo atakapokuwa anatembea, anapita kila mlango, anasema hapa iko alama, hapa hakuna alama, hapa. Na mahali ambapo hakuna alama alikuwa anapita nayo kijana, yani mtoto wa kwanza wa hiyo nyumba, mvulana. Na ikatendeka hivyo, yani zile nyumba, mpaka hata wa Misri wenyewe wale waliona Waisraeli wakipaka damu, nao pia wakachukua damu wengine wakapaka kwa milango yao. Kwa hivyo malaika alikuwa anaangalia mahali damu iko. Kwa hivyo anapopita yule malaika wa kifo, alipokuwa anapita, anaona tu hapo iko damu. Hakuwa anajua, hakuwa anauliza, alikuwa anapita akimaliza zile nyumba ambazo hawana nini? Damu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunajua ya kwamba ile damu, zile wakati wa zamani, Agano la Kale, damu ambayo ilikuwa inatakasa watu walikuwa wanachinja kondoo, wanaenda mahali, ni kama kwa hii pasia tuko na mahali kondoo zinaletwa, zinawekwa pale kila mwaka. Unasafisha dhambi zako kila mwaka. Ikifika tena mwaka ule mwingine, mnaleta kondoo, mnachinja. Hiyo damu ambayo ilikuwa inamwagika ndio ilikuwa inaosha dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hello? Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa inatendeka wakati wa Pasaka. Waje tuangalie meaning ya Passover. Passover, Pesach in Hebrew commemorates the biblical Exodus, where Israelites were freed from Egyptian slavery and spared from plague on the firstborn by making
does with lamb's blood. It is a foundational Jewish holiday lasting 7 or 8 days, centered on the Seder meal, which uses symbolic food to retell the story of God's redemption, pointing towards a new covenant in the New Testament. Ile Seder ni ile chakula walikuwa nakula ikiwa chungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ilikuwa ya kwamba wana wa Israeli, manake Mungu alikuwa amejaribu kuondoa wana wa Israeli kule Misri, lakini mfalme Farao hakuwa nakubali. Vitu vingi zilitendeka mpaka hata fimbo inarusha chini inakuwa ni nyoka, lakini mfalme hakuwa anasikia, na ikafika mahali ambapo alipoona mtoto wake amekufa. Jamani, unajua wakati kifo, wewe unaambia kila mtu pole 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 kwa yale amekupata. It is well. Najua vile unajisikia. Let me tell you, usijaribu kuambia mtu unajua vile anajisikia. For your information, wakati mtu amefiwa, don't tell somebody najua vile unasikia. Tafadhali, because ujui iwenda ikawa huyu mtu ni kifo yake ya kwanza. Hajawahi experience kwa familia yao mambo ya kifo. Yeye anaenda zingine. Kwa hivyo ajui ya kwamba kifo ni uchungu. Wewe unaenda na mwambia, I know what you are going through. It is well. Please. Hilo jambo tuwache. Because mtu anapitia machungu, unless umepitia katika hiyo hali, umepoteza mamako, umepoteza babako, na huyo mwenzake amepoteza baba, ama amepoteza mume, amepoteza mke, unamwambia najua mahali unapitia, najua ile unapitia ndani. Once I've been there, that person will understand you. Lakini wewe unatoka tu kule, najua kile unapitia ndani. Hello? Mfalme Farao alipoona mtoto wake amekufa, akajua Mungu yuko, na akajua ya kwamba nguvu za Mungu zinafanya kazi, na ndipo akakubali wana wa Israeli waweze kuachiliwa. Manake yeye alikuwa anaona tu watu wanakufa, yeye anaona tu watu wanaangamizwa, lakini hakuwa anajua ya kwamba kifo ni chungu. Alipoona ya kwamba mtoto, yani uzao wake wa kwanza, ameuawa na malaika wa kifo. Wakati mwingine nikasema hivi, sijui kama ni hapa ama ni wapi, malaika wa kifo alitembelea Mkristo, mtu ambaye ni mwaminifu, mtu ambaye alikuwa ni mtu mzuri. Malaika wa kifo akamtembelea kwa nyumba yake. Ilikuwa masaa kama hii ya saa 7 mchana. Alipomtembelea, jinsi vile nimesema, hiyo malaika wa kifo alikuwa anachukua nyumba. Anaona hii iko na damu, anaenda anamaliza ile ambayo haina damu. Anawamaliza mpaka mtoto wa mfalme. Yule malaika wa kifo akaingia kwa nyumba ya mtumishi. Alipoingia pale, akakaribishwa, na alikuwa na bahasha iko na list ndani ya watu inatakana wakufe. Akaingia, manake huyo mwenye nyumba alikuwa ni mtu mkarimu sana, mtu ambaye anajua kukaribisha wageni. Akamkaribisha yule malaika wa kifo katika nyumba yake. Alipomkaribisha, ikawa ya kwamba akamupikia chakula, ugali mzuri saa 7, na akakula. Alipokula, malaika wa kifo akasinzia. Unajua hata saa hii tukipikiwa tu chakula saa hii, mahali umekaa pale utasikia hata kama wanakwaya hivi, mtajipata mmelala. You cannot even sing. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Malaika wa kifo akasinzia kidogo, akalala. Alipolala, mwenye nyumba, jinsi vile ni mtu mwaminifu, akanyemelea pole pole, akaangalia bahasha. Alipoangalia bahasha, akapata list ndani. Jina lake ndio lilikuwa juu, inatakana akufe. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Akaona, kumbe I was to die. Hakuacha hivyo. Akachukua kalamu, akaweka jina lake nyuma, liwe last, kifo isimfikie haraka. Yule malaika wa kifo akaamka kwa usingizi, akamwambia, nimetembizi nyumba zote, yale madhara nimefanya ni makubwa, lakini you are the only person who is a straightforward person. You are too faithful.
You can imagine unalimbikiza sifa na tuko na jambo umeharibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akawa amepewa sifa, malaika akamwambia mahali popote nimeenda sijawahi pata mtu mzuri kama wewe. Wewe ni mtu mzuri. Wewe ni mtu ambao unajua ukarimu wako, unajua kukaribisha wageni. Umenikaribisha, nimekula, nimeshiba. Mungu akubariki sana. Akamwambia yale nilikuwa nataka kutenda katika hii nyumba nitaweka upside down, nitaanzia yule wa mwisho. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema hivi, Pasaka ambayo ilikuwa inatendeka kule Agano la Kale ilikuwa ni kuchinja wanyama. Wakati ninapotaka kuangalia kwa Agano Jipya, tutaona jinsi vile Yesu alikeuza na ikawa ni damu yake ndio inatuosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapotenda wema, remain utende wema. Usije ukabadilika ili kifo ikageuza. Waswahili wanasema ya kwamba wakati kifo imefika miti zote uteleza. Kwa vile huyu jamaa alikuwa mtu mwaminifu, lakini manaka aligeuza akaweka mwisho, na malaika wa kifo akasema tunaanzia mwisho. Hakujua vile angerudi kwake tena mwambia, unajua wakati ulikuwa umelala nilibadilisha, angemwambia. Tayari amelimbukiza sifa kwake, akimwambia wewe ni mtu mzuri, wewe ni mtu mwaminifu, wewe ni mtu mkarimu. Alafu tena mwambie, unajua wakati ulikuwa umelala niliangalia karatasi nikabadilisha jina. So it was not possible. So hiyo kifo ambayo alikuwa anatoroka ikampata. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Truth about Passover. Divine protection and deliverance. The word Passover originates from God passing over, kupita juu. Passing over the houses of the Israelites, protecting them from the final plague that struck the firstborn of Egypt. Kwa hivyo, Passover ni kupita juu ili atimize yale malengo anataka kutimiza. The Passover lamb, each household was commanded to select a spotless year-old lamb or goat on 10th of Nisan, slaughter it on 14th. Nisan ilikuwa ni wakati wanasema tarehe 14 hapo. Hatujui walikuwa wana apply maneno namna gani. And apply its blood to the doorpost to prevent the destroyer from entering into their houses. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati malaika alikuwa anapita, anaangalia, anaona ya kwamba hapa tuko na damu, hapa hatuna damu, hapa tuko na damu, hapa hatuna damu, na ikawa ni hivyo. Na unajua sisi tulikuwa tunajua, hata wengi wale wanajua ya kwamba Pasaka ilikuwa ni Yesu tu kurundikwa pale msalabani na alipokufa na akaresurrect, na hiyo ndio Pasaka tunajua. Lakini Pasaka ilianza zamani hata kabla ya Yesu kuzaliwa, ijapokuwa Yesu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu akizaliwa, hiyo Pasaka ilikuwa inatendeka, ile ya wanyama, kujinja wanyama. Na ndipo katika Agano Mpya mambo ya wanyama haikuwako tena. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma New Testament kwa ajili ya wakati, ili tukapata kuelewa jinsi vile ilivyo. Luka mtakatifu 22 kuanzia 7 mpaka 20. Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu, mikate ambaye haina yeast ndani, ambaye ilipasa kuchinja Pasaka. Akawatuma Petro na Yohana akisema, huyo ni Yesu Kristo anawaambia, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Wakamwambia, wataka tuandae wapi? Akawaambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanamume akichukua mtungi wa maji.
mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye. Na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akuambia, kiwapi chumba cha wageni nipate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu? Naye ataonyesha chumba kikubwa orofani, kimekwisha andikwa, andaeni humo. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Hata saa ilipofika, aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba sili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mkawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mizabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndiyo mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo. Baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaona, ukifanya comparison with the Old Testament inaongea kujinja wanyama. Hii inaongea kuhusu ya damu ya Yesu Kristo. Yesu ilipofika wakati Yesu amekunywa na wanafunzi wake 12, amekaa pamoja nao, akaumega mkate na akaambia, muwe mnafanya hivyo kila wakati. Ili anaonyesha tofauti ya kwamba mwana kondoo ni mwana wa Mungu, sio kondoo ile ya kuchinja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoona ya kwamba tunaambiwa Last Supper content, the Last Supper was a Passover meal where Jesus interpreted the bread and wine to symbolize his own body and blood, initiating a new covenant. Yani sio ile ilikuwa ya mwanzo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kupitia kwa Yesu Kristo damu iliweza kumwagika, na ilipomwagika, mnakumbuka akiwa pale Kalvari ama Golgotha, wakati amerundikwa pale msalabani, pasia ikapasuka. Hiyo pasia ilipopasuka, na ndio ikawa ya kwamba zile mambo ya kondoo, mambo ya damu, mambo ile watu walikuwa na wanajiokoa na damu, iliisha wakati ule. Bwana asifiwe. Remberibukana. Amini, amini nakwambia, amini ujumbe mpya, yeye aliye mwamini mwana ana ima. Amini, amini nakwambia, amini, amini mpya, yeye aliye mwamini mwana ana uzima. Ni Mwokozi aliyenifia nitoke dhambini, alisema, yeye aliye mwamini mwana ana uzima. Amini, amini, amini mpya, yeye aliye mwamini mwana ana. Agano jipya, Yesu Kristo akawa ndiye sadaka takatifu. Damu ya mwanakondoo ndiyo inaosha dhambi zetu. Kwa maana Yesu alipokufa, ndipo maana mahali popote ulipo, tamka damu ya Yesu Kristo. Tamka damu ya Yesu Kristo. Tunaona ya kwamba hiyo damu ya Yesu Kristo iko na ushindi. Damu ya Yesu Kristo
iko na baraka. Damu ya Yesu Kristo ndio inafanya mpaka tunatembea. Hata kama mambo imekulemea kiasi gani, haijalishi unapitia nini, ila damu ya Yesu Kristo. Wapendwa, tunajua nyakati hizi nyakati ngumu. Munaona damu zinamwagika barabarani. Tuko na shida barabara. Kama jana usiku watu 15 wamekufa kwa ajili ya ajali. Na hiyo ni damu ambayo inamwagika barabarani. Watu wanaomba vitu zingine. Watu wamemsahau Mungu. Watu wameenda kuchukua vitu zingine za kumaliza watu. Watu wanatoa watu kafara ili inji ikapate kuharibika kwa hiyo kafara ambazo zinatolewa. Jamani, ida tu damu ya Yesu Kristo. Unaposafiri, ida damu ya Yesu Kristo. Mahali popote ulipo, ida damu ya Yesu Kristo. Unapolala, ida damu ya Yesu Kristo. Manaki hiyo damu ndio itakuponya. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Tunaposoma katika John 19, John 19, 28 to 30. Baada ya hayo, Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Kulikuwako huko chombo kimejaa siki, basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopu, wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akasalimu roho yake. Jameni, nataka kumwambia hivi. Wakati Mungu alipopokea zile dhabihu, sacrifice kutoka kwa Abraham na Kain na Abel. Abel akatoa dhabihu ambayo ilikuwa inapendeza, na Mungu akapendeza nayo, lakini Kain akawa na hasira, akamuua. Mungu akamuuliza Kaini, ndugu yako ako wapi? Akamwambia, kwani mimi ndio nataka nilinde ndugu yangu? Mwanzo 4:9-10. Mungu, unajua nikisema Yesu wote ni pamoja. Mungu akamwambia Kaini ya kwamba damu ya ndugu yako inalia. Damu ya ndugu yako inalilia kwa mchanga. Jamani, damu hunena, damu hulia, damu huongea. Na wakati tunaposema damu hunena, yafaa tujue ya kwamba damu inanena kivipi. Yesu aliposema yote yamekwisha, nataka niwaambie wapendwa, magonjwa ambayo imetusumbua, mateso ambayo tumepitia ndani, shida zile ambazo zimetukumba, zimekwisha katika jina la Yesu. Semeni amen. Semeni amen. Ile laana za ukoo ambazo zimetuandama, zote zimekwisha. Semeni amen. Yesu akakata roho yake, na ikawa ya kwamba huo ndio ulikuwa mwisho wake, na akafufuka tena. Unaposoma zaidi unapata jinsi vile alipofufuka, mali alienda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Najua ilikuwa inatakana wakati mwingi. Nataka nimalize tu na kitabu kimoja hapa ili tukaweze kumaliza. Najua inapofika wakati hata ukijaribu kusema maneno mazuri aje, na roho haiko hapa. Mirendo handi. Bwana asifiwe. Unaweza pata unajiongelesha peke yako, kumbe watu wamepata amani. Revelation, ufunuo wa Yohana, pengine sitaelezea, nitasoma tu 5:6. Nikaona katikati ya kila kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne, na katikati ya wale wazee, mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitwaa kile kitabu
katika mkono wa kuume wake, yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana-kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamununulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ukafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, na wanamiliki juu ya nchi. Nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana-kondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na livisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana-kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai wanne wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana-kondoo, yani mwana wa Mungu pekee. Kama unatenda matendo mazuri, utakuja kuungana na yeye kama sote, jinsi vile alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alikufa ili atukomboe, tukombolewe na damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo wapendwa, tujue ya kwamba tunapotenda mambo mazuri tutashirikiana na yeye mahali ambapo mwana-kondoo yuko, na mwana-kondoo atalinda maisha yetu. Mwana-kondoo atatembea na sisi. Mwana-kondoo ndiyo anafanya hata tunang'ara mahali popote tulipo. Semeni amen. Semeni amen. Kwa hivyo haijalishi umepitia shida gani, haijalishi mtu amekukosea namna gani, omba tu Mungu. Damu ya Yesu Kristo inaosha, damu ya Yesu Kristo inaponya, damu ya Yesu Kristo ndio inaokoa kila jambo. Jambo lolote lile ambalo limekusumbua, lia tu damu ya Yesu Kristo na utapona. Tusimame. Bwana Yesu, sema nami, nami nitasema na wewe. Bwana Yesu, sema nami, nami nitasema na wewe. Moyo wangu